Tunaangazia mengine. Viongozi wa upinzani wameisuta serikali ya kitaifa kwa kile wanadai kuwa inashinikiza Wakenya walio katika Mashariki mwa Kati kujilipia tiketi ya kurejea nchini ili wapate usaidizi. Viongozi hao wakisema hilo halifai, kwani jukumu la serikali ni kuangazia maslahi ya wananchi wake hata walio mataifa ya kigeni, wakisema fedha zinazohitajika katika tiketi hizo ni kiasi sana ikilinganishwa na mabilioni yanayoibiwa nchini. Aidha, wameweka wazi kuwa Rais Ruto amefeli kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati wake uongozini ukikamilika rasmi. Vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki mwa Kati vikiendelea kuongezeka kila kuchao, makabiliano makali kati ya Iran, Marekani na Israel yakiendelea kutishia maisha ya wengi. Muungano wa upinzani leo hii ukiongozwa na kinara wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka umehuzunisha na Wakenya waliokwama katika maeneo hayo kwa madai kwamba serikali inawataka kulipa tiketi ya kurejea ili waweze kupata usaidizi. Repatriation is a state obligation, not a personal burden. A large contingent of Kenyan citizens are stranded in Middle Eastern countries, trapped in deplorable and life-threatening conditions. Conditions made all the more perilous by the ongoing escalation of hostilities between Israel and the United States on the one side and Iran on the other. We are deeply disturbed by reports that the government of Kenya has in several instances demanded that stranded citizens purchase their own return tickets as a condition for repatriation assistance. This is unconscionable and a fundamental dereliction of the state's duty of care to its citizens abroad. Kalonzo akisema jukumu la serikali ni kuangazia maslahi ya wananchi wake hata walio katika mataifa ya kigeni. Hivyo sio vema kuwashinikiza kujilipia tiketi, bali kutafuta njia mbadala ya kuwarejesha nchini kuokoa maisha yao kutokana na vita hivyo. The government of Kenya, through the Ministry of Foreign Affairs, the State Department for Diaspora Affairs and Kenya's diplomatic missions, has both the constitutional duty and the financial means to organize and fund the repatriation of distressed Kenyan nationals. The cost of a return flight is a fraction of the billions squandered through corruption and misplaced expenditure. There is no justification whatsoever for leaving Kenyan citizens to perish or suffer in foreign lands because they cannot afford airfare home. We call on this regime to immediately facilitate the safe, dignified and fully government-funded return of all Kenyan citizens currently stranded in the Middle East and other parts of the world. Aidha, wakati huu ambao Rais William Ruto anakamilisha muhula wake kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, upinzani umekashifu Ruto kufeli katika jukumu hilo kwa kuwadhalilisha wananchi wake na kuchangia pakubwa kudundisha mataifa mengine. Regular issuance of travel documents, the recruitment of Kenyan youth into foreign combat roles, the abandonment of Kenyan citizens stranded abroad, and the facilitation of sanctioned actors within our borders. Taken together, these failures have transformed Kenya into a pariah state, one that contributes to instability in East Africa and undermines its own citizens at home and abroad. Indeed, as we speak, I think William Ruto is handing over the chairmanship of East African Community Summit. And as he does so, he has performed poorly. During his tenure as a chair of the summit, we have seen that even countries of the region did not have enough confidence even to pay up their contribution. But it's a shame, and it is good that William Ruto is handing over the chairmanship today. Upinzani pia umekashifu serikali kwa kile wanasema inauza pasipoti ya Kenya hata kwa raia wa kigeni wanaotumiwa na vita na ulanguzi wa mihadarati, wakitoa mfano wa kiongozi wa RSF Sudan.